Nitumie nafasi hii kusema na kuonya tena kwamba tukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini, mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye mahospitali, na mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye maeneo ambayo hayajakusudiwa. Naomba nitoe rai kwa viongozi wote wa vyama vya siasa kwamba tunapozungumzia umuhimu wa kulinda maslahi ya taifa letu tunamaanisha, na tunapozungumzia umuhimu wa kukabiliana na masuala yoyote yanayoharibu amani ya taifa letu tunamaanisha. Na kwa mantiki hiyo, muda sio mrefu tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na maeneo yote ya msingi ambayo hayaruhusiwi hata kidogo kuweza kufanyia mikutano ya hadhara. Mojawapo ni maeneo sensitive kama haya ya Kariakoo ambayo huwezi kuamua kufunga barabara kwa sababu ya mkutano wa hadhara. Tukifanya namna hiyo, tutakuwa tunajichelewesha pamoja na kutengeneza sifa za kijinga ambazo hazitastawisha taifa letu. Niendelee tena kuonya, na nimeambiwa kwamba tarehe 24 bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Statement ya kukinukisha haiwezi kutokea hata kidogo kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugwi hata kidogo. Tumefika wakati tumeanza kuleta mizaha ambayo si taswira njema kwa taifa letu. Tunafanya mizaha ya kutafuta sympathy kwa mataifa ya ndani na mataifa ya nje, lakini lazima tufahamu kwamba the secret of success always is consistency to the purpose. Kama hautaelewa unakoelekea, lazima utapotea tu. Lakini kwa kuwa taifa limekusha seti dira ya wapi tunataka kuelekea, sote tufuate hapo. Kwa hiyo kilichofanyika na jeshi la polisi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, naunga mkono sana, na kwamba kiongozi yoyote ambaye hatatii sheria na matakwa yote yaliyowekwa ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu.